Si uniwaishie ufunguo basi. Nakuja bwana wewe. Leta huko. Yaani mimi niliambiwa kabisa yani. Usioe wanawake wembamba wanagubu kama nini na najionea hapa sasa hivi. Yesu! Ndio ushanipenda. Nimekuchanganya akili na ndio maana umenioa. Wakati unanioa hukuwaona wanawake wanene? Sina namna wapi, wewe nimeamua kukustiri tu mimi. Mimi na wanawake wembamba wapi na wapi? Napenda wanawake wanene, mtoto akipita shepu mwenyewe ukimwangalia macho yanakutoka. Sio wewe, uchezi mbele wala nyuma. I don't want peace. Unishtui wala nini? Kwa taarifa yako, mimi mwenyewe nimekufanyia hisani tu kuolewa na wewe, usicheke na wanaume wenzio. Mimi napenda wanaume wanaoenda gym, wametanuka vifua kama John. I want problems always. Wewe unamzungumzia John huyu? Wanaofanya mazoezi au wamejaza vifua wanaficha madhaifu yao. Unakuta juu kajaa chini hamna kitu. Hamna kitu? Kwa John, niulize mimi. Baada ya kufanya movie yake poa sana huku mtaani ambayo inafahamika kwa jina Bado Natafuta, Kevin amekuwa ni mtu ambaye anapata mapokezi mazuri sana. Sasa tunazungumzia movie ambayo iliweza kupata mapokezi mazuri na nadhani iliweza kumpa jina zaidi na kufahamika zaidi. Tunazungumzia movie ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Mtoto wa Bosi na Mdada wa Kazi. Ilikuwa na mapokezi mazuri sana huku mtaani na watu walitokea kuipenda zaidi. Licha ya kuwepo tamthilia kadhaa ambazo zilikuwa zinafanya vizuri katika platform ya YouTube, lakini paka huku mtaani zimekuwa hizi tamthilia zikifika na watu zimekuwa zikiwafikia vyema zaidi. Nimeweza kusogezea uchambuzi wa movie ambayo kwa sasa hivi anatambana ambayo inafahamika kwa jina Bado Natafuta. Ukifuatilia hii movie yuko na mahusiano na mwanadada Tina, lakini ukifuatilia kazi ambayo ameweza kuimaliza ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Mtoto wa Bosi na Mdada wa Kazi, alikuwa na mahusiano na Loveness, lakini huku hii hapa movie ambayo Bado Natafuta yupo na mahusiano na mwanadada Tina. Lakini mwanadada Tina kama kawaida hajawahi kukosaga mambo ya kuwa vulumai. Kila siku ni mtu ambaye yeye waga ni upande wake mambo waga yana roast. Tunadhani hata mashabiki zake wanamjua kabisa kwamba Tina ili aweze kukaa katika usika mzuri ni lazima kwamba mambo yake yaende vibaya. Ni mtu ambaye hajawahi kufanya kitu ama kufanya tendo ambalo likatimia vyema zaidi na mashabiki wakaja kumpongeza, lakini nadhani mashabiki zake wanampenda hivyo. Lakini upande wa Kevin siku zote tumeweza kuona ni mtu ambaye huwa anatia huruma, ni mtu ambaye anapendwa zaidi na mashabiki zake. Hata movie zake ukiziangalia zaidi waga anasimama upande ulio sahihi zaidi, naweza kusema hivyo kutokana na mashabiki zake wanataka kwamba awe upande gani, na yeye tayari kashajua kwamba mashabiki zake wanahitaji awe upande gani. Sasa tamthilia ambayo Bado Natafuta ni tamthilia ambayo kwa sasa hivi inafanya vizuri sana katika platform ya YouTube, lakini pia huku mtaani imeweza kupokelewa vyema licha kuwepo kwa tamthilia kadhaa ambazo kwa sasa hivi zinafanya vizuri. Tuna tamthilia kama Dunia, ni tamthilia ambayo imekuwa pendwa sana na watu, lakini pia tuna tamthilia ambayo inafahamika kwa jina la Memkwa. Pia tuna tamthilia nyingine ambayo inafahamika kwa jina la Pressure ambayo inatoka kwa Chado Master naye amekuwa ni mtu ambaye anakamua sana katika upande wa kazi zake. Ukiangalia Mission Impossible na kazi kadhaa ambazo ameweza kuzifanya hapo kipindi cha nyuma, ni mtu ambaye anayefanya poa sana. Lakini pia Steve huwezi kuacha kumuongelea na tamthilia yake mpya hii hapa ambayo inafahamika kwa jina la Memkwa. Lakini kuna mtu mmoja aliweza kuposti kipande cha video cha Memkwa ambacho kipo kinamuonyesha Steve akiwa na Andalo, lakini kuna mtu alikuja kureplay ama alikuja kucomment, nadhani alikuwa ni shabiki huyu hapa, akasema kwamba najitahidi sana kuielewa hii movie ya Memkwa lakini nimeshindwa zaidi kuielewa. Nadhani tuweze kumshauri kitu kimoja upande wake kwamba aanze mwanzo kuifuatilia mpaka sehemu ambapo lipofikia. Huenda akawa ameianzia katikati au huenda ameanzia kipande ambacho kilichofuata, kwa maana baadhi ya watu wamekuwa wakiongelea vyema zaidi hii movie ya Memkwa. Lakini nilikutana na comment yake ambayo alikuwa ni peke yake, nadhani kwa akiwa anaiongelea series ya Memkwa kwamba hajaielewa kabisa kwamba ni kitu gani ambacho
wanafanya, lakini ukiingia upande wa numbers, ukiingia katika upande wa mapokezi, ni mapokezi makubwa kiukweli hii tamthilia imeweza kupata. Kwa sasa hivi tukizungumzia dunia ama tukizungumzia tamthilia ambazo zinakuwa zina numbers nyingi sana, tutaizungumzia dunia, lakini tutaizungumzia hii Memkwa, tutamweka na Clam Vevo ambaye anatamba na tamthilia yake ya Big Boss, lakini pia kuna tamthilia nyingine ambayo watu wanaichukulia poa, lakini nadhani inazidi kufanya vizuri ikiwa na numbers vizuri. Kuna tamthilia moja ambayo inafahamika kwa jina la Pasua Kichwa, nadhani inaruka katika channel moja ya Vevo Wood katika upande wa YouTube, na ni tamthilia ambayo na yenyewe naona kabisa kwamba numbers zake zinakuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia kuna watu kama kina Pasa, na ukiangalia numbers zao katika tamthilia ambazo wanazozifanya, nadhani mapokezi yao yanakuwa ni makubwa zaidi, licha kwamba tunawaangalia hawa public figure ambao tumeshawazoea zaidi. Lakini ukimfuatilia Pasa, ukimfuatilia Dubu, ni watu ambao ukiangalia numbers zao zinatisha, lakini unaweza kusema kwamba mbona kwenye headline media haziwazingatii sana. Sasa jambo kubwa jingine ambalo tumeweza kulipokea mashabiki ni jambo ambalo linamhusu Leonardo ni kwamba Leonardo ni mchekeshaji, ni mtu ambaye ni content creator ambaye anafanya comedy, lakini pia kwa sasa hivi kuna tamthilia ambayo ameweza kutuletea, kwa maana na yeye kaamua sasa kudondokea huko ambako wanako utamba wao. Sasa kaamua kuja kuonyesha umwamba kwamba na yeye anaweza, kwamba wasije wakamchukulia poa tu, lakini kwamba sio upande tu wa kwamba kutengeleza hivi vibonzo ambavyo vinakuwa vinaanzia dakika 10 mpaka dakika 1, lakini kwa sasa hivi ametuletea tamthilia yake. Tamthilia yake unaipata katika upande wa account yake ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Mashaka. Nadhani kwa mapokezi ambayo ameweza kuyapata kutokana na kwamba ameweza kudondokea katika game la tamthilia ambalo kuna wenyeji tayari ambao washamtangulia, kwa numbers ambazo ameweza kuzipata upande wake, nadhani anatakiwa aweze kujipongeza, licha ya kwamba kuwa na jina kubwa ama kuwa na ile kufahamika zaidi, kuwa famous. Sasa tunaongelea kwamba episode ya kwanza ya Leonard ambayo inafahamika kwa jina la Mashaka, hiyo tamthilia yake tunazungumzia ikiwa na watazamaji zaidi ya 62,000, lakini season 2 pia ameweza kuiposti hapo jana, ambayo ina siku moja ina watu 25,000. Haya ni mapokezi mazuri sana upande wa Leonard. Nadhani haya hapa ni mapokezi makubwa zaidi katika jamii ama katika kuwafikia watu kadhaa. Hii kazi ambayo ameweza kuitengeleza ama tamthilia ambayo ameweza kuiandaa, tumeweza kushuhudia ma content creator kadhaa ambao wamewahi kudondokea upande wa tamthilia za YouTube na wameshindwa kabisa kupata mapokezi mazuri. Tunaweza tukamwongelea Mr. Mwanya ambaye aliweza kutuletea tamthilia kadhaa hapo kipindi cha nyuma. Tamthilia zake hazikuwa na mapokezi makubwa zaidi. Kuna tamthilia moja ambayo aliileta kwamba ilikuwa inaitwa Msela, haikuwa na mapokezi makubwa sana, lakini pia kuna watu kadhaa ambao wamejaribu kufanya huko YouTube. Tukimzungumzia hata Nkonzala, naye amewahi kutuletea tamthilia kadhaa ambazo mapokezi yake yanakuwa sio mazuri, kwa maana nadhani mwendelezo anakuwa hana zaidi, anakuwa na dili na platform zingine, lakini upande wa YouTube mwendelezo unakuwa ni hafifu sana, na hisi kutokana na mapokezi kuwa madogo. Nadhani kama ungekuwa anapata mapokezi makubwa kama kina Steve Mweusi, Dunia, ama tungekuwa anapata mapokezi kama ya Clam Vevo, nadhani wangeweza kukomana YouTubers, nadhani na kazi tungeweza kuziona. Kwa sasa hivi nadhani wao wanadili na platform zingine. Ukiangalia numbers zao katika mitandao mingine tofauti na YouTube, wanapata namba kubwa sana tofauti na YouTube. Lakini pia hatuwezi kumsahau Steve Mweusi katika hizo platform zingine ambazo tunaweza tukazizungumzia tofauti na YouTube. Ni mtu ambaye ana numbers kubwa sana, ameweza kuwazidi waigizaji wengi. Tukimzungumzia kama Kevin ambaye kwa sasa hivi anatamba na movie ya Bado Natafuta, lakini pia hapo awali kama nilivyokuja kukujuza kwamba aliweza kutamba na tamthilia ambayo ilikuwa inafahamika Mtoto wa Boss na Mdada wa Kazi. Sasa mshikaji ambaye ni Kevin, ukiangalia platform zake za mitandao mingine ukitoa YouTube ambayo ina 1,200,000, ukija upande wa Instagram hana wafasi wengi zaidi, ana zaidi ya watu followers ambao wameweza kumfuata ni 80,000 na pointi kadhaa. Lakini ukija upande wa Steve Mweusi ni mtu ambaye tunazungumzia yupo katika upande wa milioni, lakini pia Facebook yuko upande wa milioni.
Kevin nadhani Facebook milioni hajafika. Tunamzungumzia upande wa TikTok milioni kaweza kufika pamoja na Loveness, lakini wasanii wake kadhaa ambao kama Tina na wasanii wengine ambao kama Nyuki hawajafika kabisa hata milioni moja. Huenda wengine kama tunamzungumzia kama Nyuki ama Tina, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanacheza upande wa ubaya tu katika movie ambazo anakuwa anaziandaa Kevin. Sasa wao wamekuwa na watu wachache zaidi. Sasa sijajua mpaka maisha halisia kwamba wanakuwa wanachukiwa au vipi kutokana na followers ambao wanao. Ukiangalia Loveness, kwa sababu yuko upande mzuri wa Kevin, ni upande ambao wanakuwa wanaonea huruma kiukweli. Ukiangalia followers wake, ana followers wengi zaidi ya kumzidi Tina, Nyuki, yani kwamba ukizungumzia wasanii ambao wako chini ya Kevin, ukimtoa Kevin mwenyewe upande wa TikTok, upande wa Facebook na upande wa Instagram, tunampa huyu mwanadada ambaye ni Loveness. Mara nyingi amekuwa akicheza kama yupo kwenye mara nyingi waga anacheza upo kwenye mahusiano naye. Sasa ni mdada ambaye na yeye ana numbers kubwa sana katika upande wa mitandao, lakini upande wa YouTube sije kuona YouTube yake, na ime kwamba ndani tusubiri kama kuna jambo lolote ambalo ataweza kutujuza kuhusiana na platform hiyo ya YouTube ambayo imekuwa ni ngumu zaidi. Tunaweza tukampongeza upande wa msanii mmoja ambaye ni Clam Vevo. Amekuwa na mshikamano mzuri sana na wasanii wake, ama amekuwa na mawasiliano mazuri sana na wasanii ambao anaokuwa anafanya nao kazi. Tumeweza kumuona kama Kipala Blandi, Mwakatobe, lakini pia Eliza Mideko na watu kadhaa ambao wameweza kutoka kwa Clam Vevo. Ni watu ambao kwa sasa hivi ukiwaangalia ama ukiwazungumzia kwenye headline, unazungumzia ni watu ambao wana pesa na akaunti zao ni kubwa sana. Sijajua kwamba mshikaji waga na siri gani ambayo waga anawapa au waga anawatengeneza then kwamba anawapa maarifa kwamba nendeni sasa mkafanye 1 2 3. Ukiangalia namba za wasanii ambao nimekutajia ambao wameweza kutoka kwa Clam Vevo, namba zao ni kubwa zaidi. Sasa mimi naomba nikuache katika video hii hapa ili tuweze kukutana next video, tuweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinachoendelea katika tamthilia ambazo zina mapokezi makubwa sana huku mtaani. Mimi nimekusogea hapa kwa ajili ya kukujuza kwamba mapokezi ya tamthilia sasa hivi, tamthilia ambazo zimeweza kupokelewa vyema zaidi, nimeweza kuzifafanua hapo na kuzichanganua zaidi. Lakini nikuombe kitu kimoja, usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, acha comment yako kutokana na mtazamo. Mimi nakuacha na hii.